Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati, muko poa. Bila shaka kabisa tuna matumaini ya kwamba muko salama salamini. Nasi tuko wazima, tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ulinzi wake. Na tunawatakia tena siku njema ya leo dimanche le 30 Novembre 2025. Na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya taarifa zetu za siku ya leo. Tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa za mapigano, kuwaambia kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Muda huu nimekuja kuwajuza taarifa za mapigano yanayoendelea kati ya vikosi vya wazalendo na wasi wa AFC M23 Twirwaneho na Red Tabara mu territoire ya Fizi ndani ya mungini wa Rugezi ama village ya Rugezi na maeneo ya Timbia, Ngoma pamoja na Rudabadaba. Na nitawapeleka ndani ya Lubero ni waambie kuhusu watu waliokimbia makazi yao ambao wanataka kubadilishwa kwa wanajeshi wa FARDC na UPDF katika kukabiliana na tishio la ADF. Kama kawaida, hii ni Kwetu TV, channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kusubscribe, yani kujiabone, kusambaza taarifa hizi kwa walio wengi ziwafikie, kucomment na kulike. Muendelee kujiunga nasi na sheni yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa wanapata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia link ambayo iko hapo chini ya titre pale ku description, utapata link hiyo au tuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka tutakuunga na sheni yetu ya WhatsApp. Habari zetu za siku ya leo tutawapeleka moja kwa moja kwenye shamba la vita ndani ya territoire ya Fizi inayopatikana mu province ya Sud Kivu. Huko kuna ripotiwa mapigano makali kati ya vikosi vya wazalendo wasi wa AFC M23 na Twirwaneho Red Tabara. Mapigano hayo makali yanaripotiwa ndani ya eneo ya Rugezi inayokuwa karibu na Minembwe pamoja na maeneo ya Ngoma, eneo ya Timbia pamoja na Rudabadaba. Mapigano hayo makali ambayo yanasikika kwa milipuko ya silaha nzito na nyepesi yalianzishwa na wasi wa AFC M23 Twirwaneho Red Tabara zidi ya vikosi vya wazalendo wa grupe CPLC FAB ambayo inaongozwa na Generale Delfe Kalembe Ngoma Nzito. Na saa za saa moja asubuhi ndipo mapigano yalisikika ndani ya Rugezi. Wasi wa AFC M23 walilanse offensive ama atake kwa vikosi hivi vya wazalendo vinavyoongozwa na Generale Delfe Kalembe Ngoma Nzito ndani ya Rugezi. Mapigano ambayo yalianza saa hizo mpaka muda huu mchana wa leo tuko naongea, mapigano yanaendelea. Wasi wa AFC M23 wako na pigana pale ili kuendelea kupanua maeneo yao, yani kuendelea kukamata maeneo mapya mu plateau de Fizi. Vikosi vya wazalendo pale vinapigana na wasi hawa ili kuwarudisha nyuma wasije wakakamata maeneo hayo. Baada ya muda mchache tu na waasi hao wa AFC M23 Twirwaneho Red Tabara wameatake Rugezi, walianzisha tena mashambulizi makali ndani ya vijiji vya Timbia, Ngoma na Rudabadaba. Vijiji hivi viko karibu na Rugezi, ni pale mu maeneo ya Rugezi, na Rugezi iko karibu na Minembwe. Minembwe nikiwakumbusha ndiyo base militaire kubwa kwa sasa ya AFC M23 Twirwaneho Red Tabara ndani ya plateau de Fizi. Na maeneo ya Rugezi, maeneo ya Mikenge, maeneo ya Bilalombili Tuetue yalikuwa yakiripotiwa ndani mapigano makali tangu kwanza kwa mwezi huu. Nadhani mnakumbuka wakati maeneo ya Poizero kulikuwa mapigano hatari. Waasi wa AFC M23 Red Tabara Twirwaneho walikuwa ndio ambao wameanzisha mashambulizi hayo tangu kwanza kwa mwezi huu. Walikuwa wanataka kuendelea kusonga mbele baada ya kupigana Poizero maeneo ya Bilalo mbili na kukuwa stope pale. Leo tena waliamka wakishambulia vikosi vya wazalendo ili kuendelea kusonga mbele. Hali kwa sasa ni moto
Wazalendo wa FAB wale wanaongozwa na General Ngoma Nzito wanakabiliana na mashambulizi makali ya hao waasi wa AFC M23 Twirwaneho na Red Tabara. Wakaaji walikimbilia ndani ya misitu, wakakimbilia ndani ya vijiji karibu na pale vyenye usalama. Muda huu ni kivumbi na jasho ndani ya Rugezi pamoja na vijiji vya Timbia, Ngoma, Rudabadaba. Baada ya muda huko ndipo tutawaletea detaye za mapigano hayo. Yani wakati mapigano yatakuwa yamekwisha ndipo tutawaambia hali ni vipi tena, kama waasi wa AFC M23 Twirwaneho Red Tabara walisonga mbele ama kama vikosi vya wazalendo vilifanikiwa kuwafukuza waasi hao ndani ya maeneo hayo ambayo waliatake. Muda huu kinachoendelea ni mapigano kabisa, na hizo ndizo habari za moto kutoka ndani ya Plateau de Fizi. Kimenuka tena kati ya Twirwaneho AFC M23 na wanajeshi wa wazalendo. Habari ambazo nimewaletea ni mingi. Niliwaambia kwamba nitawapeleka ndani ya Lubero niwaambie kuhusu watu waliokimbia makazi yao ambao wanakataa plito ambao wanataka kubadilishwa kwa wanajeshi wa FARDC UPDF katika kukabiliana na tishio la ADF. Huko shughuli za ADF zikiendelea kuongezeka kwa kutisha katika eneo la Lubero, watu waliokimbia makazi yao na waatiriwa wa ukosefu wa usalama katika jimbo la Kivu Kaskazini wanadai mamlaka ya mkoa na kijeshi kuondoa wanajeshi. Kulingana na wahasiriwa, wanajeshi walioko chini hawawezi tena kukabiliana vilivyo na ADF. Kundi wakilishi kutoka sehemu hii ya watu walisafiri hadi mji wa Lubero kukutana na msimamizi wa kijeshi. Hawa kimsingi ni wakaaji wa maeneo ya Musingiri, Vuyinga, Mayeba, Maboya, Mabambi, Vutanda, Kivua, Kirago, Kirima, Katambi, Vingyo, Bambwe na Mangurejipa na mikoa jirani. Watu hawa waliohamishwa waliwasilisha risala iliyojaa mapendekezo kwa msimamizi wa kijeshi. Happy Kalungero, msemaji wa vuguvugu la kiraia Jeunesse Conscient ambalo lilikuwa sehemu ya ujumbe huo, alisema kuwa mateso yamekuwa yasiyovumilika na kwamba mamlaka lazima ishughulikie swala la ADF kwa uzito sawa na waasi wa AFC M23. Walisema kwamba tulikuja kuwakilisha watu waliokimbia makazi yao ambao sasa wako Butembo, Musimba, Kiambongo na kwingineko. Tunajiuliza ni jinsi gani tutaweza kufikia amani, na kwa vile msimamizi wa jeshi ndiye mwakilishi wa moja kwa moja wa chombo, tulikuja kumuona na kuwasilisha tu risala inayoelezea mapendekezo yetu. Pendekezo kuu ni kubadilishwa kwa wanajeshi wote na makamanda wa UPDF mara kwa mara na makamanda wa FARDC, alisema katika mahojiano baada ya kuwasilisha risala hiyo. Akihutubia umati wa wanaume na wanawake waliokimbia makazi yao, Kanali Kiwewa Mitela Ale, msimamizi wa kijeshi wa eneo la Lubero, aliwahakikishia dhamira ya vikosi vya ulinzi na usalama katika kurejesha amani. Hata hivyo, aliwataka wananchi kuendelea kushirikiana na vikosi vya watiifu kwa kutoa taarifa juu ya tukio lolote linalotiliwa shaka ili waweze kujibu mara moja. Huyu Ale Mitela alikuja kuwajibu ama kuambia wale watu waliokimbia makazi yao na kuja kumuona ya kwamba mulisema kwenye memo yako kwamba sisi sote tunataka amani. Ukiona majeshi yetu ya ulinzi yapo chini, basi amani iwepo. Hatuna haja ya kulaaniana kwa kusema huyu kufanya vizuri hufanyi kazi yake ipasavyo. Kinyume chake, kila kitendo kinahitaji suluhu mpya. Sote tuhakikishiwe kwamba serikali haijalala, vikosi vyetu vya ulinzi havijalala, na mwishowe walinzi wote hawajalala. Kutuma ujumbe wa amani, hata alituma ujumbe wa kukashifu kwa sababu adui amejificha miongoni mwetu, ni swala la kuwashutumu, aliwaambia hao wakaaji. Na kama ukumbusho, tangu kuzuka upya kwa ukosefu wa usalama huko Lubero, vuguvugu la raia, vikundi vya shinikizo na mashirika ya kiraia yalikuwa yakiendelea kutoa wito kwa vikosi vya FARDC kuendelea kupiganisha kundi
hilo lenye silaha linalofanya kazi maeneo hayo, na kuendelea kuonesha ya kwamba vikosi vya FARDC UPDF kwa leo havina uwezo kabisa wa kupiganisha ADF, yani uwezo wao ni mchache. Wanataka kuongezwe wanajeshi wapya wa Shanje na viongozi wanaoongoza operation kule mu maeneo ya Lubero. Habari kutoka Mwenga ni taarifa zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii ambazo nataka nikanushe, wakisema ya kwamba Mwenga Centre iko tombe ama ilikamatwa na wasi wa AFC M23. Hapana, hizo ni habari za uongo kabisa. Mwenga Centre ingali mu mikono ya vikosi vya wazalendo na FARDC pamoja na jeshi la Burundi FDNB, na kama wasi wa AFC M23 watafika hapo tutawajuza, ila muda huu hawajafika hapo. Mapigano yanaendelea kuripotiwa maeneo karibu na Kalambi Centre, hawaja progresse mpaka Mwenga. Ni maeneo ambayo yako mu kilomita 6 au 7 na Mwenga Centre. Pale mnajua kwamba tuko nanyi 5 kwa 5 kuwapa update ama donido mbichi kutoka pale kwenye uwanja wa vita. Habari hizo zilizosambaa ya kwamba Mwenga Centre iko tombe, hapana kabisa, ingali mikono ya waasi plito ya vikosi vya FARDC, wanajeshi wa Burundi pamoja na wanajeshi wa wazalendo. Asante, hizo ndizo taarifa ambazo nilikuwa nimewaletea, na wasi kuendelea kusubscribe kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi. Asante sana.